Amani ya Mungu mwenye nguvu na uweza ikae nasi tena, ikae nawe tena katika muda mzuri wa kutafakari neno lake. Karibu tafakari maandiko haya matakatifu ambayo ndio msingi na uzima na ushindi. Tuombe. Bwana Yesu Kristo, asante kwa ajili ya wakati huu mwema na mzuri ambao tunatafakari maneno haya yenye uzima ndani yake, lakini pia yana roho ndani yake. Basi naomba Roho wako atufundishe, atuongoze, tuelewe, tufahamu na tuchukue hatua. Asante kwa uweza wako. Naomba mponye na kumbariki yule aliye katika vifungo, sasa atoke. Yule aliye katika magonjwa apokee uponyaji. Aliye na moyo wa huzuni ziondoke na apate changamko kwa jina la Yesu nafsini mwake. Bwana Yesu ayaguse maisha yako tena leo, na saa unaposikia tena akujalie kuona nguvu, baraka, njia na uweza katika jina la Yesu Kristo. Akupe uweza, nguvu na mkono wa shirika wa Yesu ukakusaidie. Yesu ni mwema, akujaze neema tena. Amina. Karibu tujifunze habari hii, mtenda kazi pamoja na kweli ya Mungu. Mtenda kazi pamoja na kweli ya Mungu. Waraka wa 3 wa Yohana. Waraka maandiko matakatifu katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 naanzia mstari ule wa 5. Mpenzi, kazi ile ni ya uaminifu watendeayo hao ndugu na hao wageni nao waliokushuhudia upendo wako mbele ya kanisa. Utafanya vizuri ukiwasafirisha kama ipasavyo kwa Mungu. Mstari wa 7. Kwa maana kwa ajili ya jina hilo walitoka wasipokee kitu kwa mataifa. Basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao ili tuwe watenda kazi pamoja na kweli. Naenda mstari wa 11. Mpenzi, usiwige ubaya bali uige wema, na yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumwona Mungu. Amen. Bwana akubariki na Roho wake aendelee kukufunulia kwa upana maandiko ya matakatifu. Ni ujumbe mwanzo pale mstari wa 1 anasema, mzee kwa Gayo, mpenzi ni mpendaye katika kweli. Mzee apendwaye katika kweli ni mtumishi wa Bwana anayependwa kwa sababu ya kweli na anakwenda katika kweli. Na jina la Yesu litukuzwe sana. Mstari wa 3 anasema maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kushuhudia kweli yako kama uendavyo katika kweli. Haleluya. Mtu anaenda katika kweli pamoja na kazi ya Bwana. Anaifanya kazi ya Mungu katika kweli. Anaishi maisha katika kweli. Mtenda kazi pamoja na kweli ya Mungu ndicho kichwa cha somo hili. Jina la Yesu litukuzwe. Anasema mpenzi, ile kazi ni ya uaminifu. Yaani kazi aliyokuwa akifanya ya kuhubiri Injili, ya kutangaza habari njema za Mungu za wokovu, ni kazi inayoitwa ni ya uaminifu. Kazi hii au habari ya kuitwa Mkristo, Ukristo unahitaji uaminifu. Mkristo ana Kristo ndani yake, yani ana Mungu ndani yake, na hivyo anapaswa kuwa muaminifu. Kazi yake ni ya uaminifu. Kumbuka kila Mkristo pia ni mtumishi wa Mungu. Wewe unayenisikia umekuwa unamwamini Yesu, sasa ujue wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu. Na hivyo nasema kazi hiyo ni ya uaminifu. Alitenda kazi ya kuhubiri Injili katika uaminifu. Alifanya kazi ya Mungu katika uaminifu. Kazi ile ni ya uaminifu. Watendea hao ndugu wageni nao, anasema walishuhudia na upendo wake mbele ya kanisa. Walishuhudia na upendo wa huyu mtumishi. Mzee Gayo. Haya, na Yohana huyu ndio ni watu walioitenda kazi ya Bwana katika kweli. Hawakuogopa. Hata alifungwa, Yohana utakumbuka alikatwa kichwa kwa sababu ya kweli. Kwa sababu ya kweli alifanya kazi ya Mungu, alisimama imara, hata akamkemea kiongozi wa nchi au mtawala alipokuwa akitenda uovu, na hiyo ikaleta hasira kwa mtawala, lakini hakujali. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kazi hii ni ya kuwa muaminifu, mtu muaminifu.
Mungu anataka waaminifu, na yeye ni shahidi aliye mwaminifu, Yesu Kristo. Biblia inasema katika Ufunuo, shahidi aliye mwaminifu, Yesu Kristo. Basi mstari anasema, basi imetupasa sisi kuwakaribisha watu kama hao, watu walio na kweli ya Mungu, wanaoitenda kweli ya Mungu, wanaotembea katika kweli ya Mungu. Uwakaribishe. Alafu anasema ili tuwe watendakazi pamoja na kweli, ili tuwe watendakazi pamoja na kweli. Ujumbe kwa Gayo au kwa kanisa au kwa watumishi wa Bwana, Yohana anapewa na inaandikwa juu ya kuwakaribisha wale wapendwa, watu wanaomwamini Yesu, waliogeuka wakaachana na umataifa au wakaachana na uovu, wamemgeukia Kristo. Sasa wanaambiwa hawa watu ni kuwakaribisha, ni kuwafundisha, ni kuwaelekeza njia ya Bwana vizuri. Lakini pia anasema ili tuwe watendakazi pamoja na kweli. Neno hilo, watendakazi pamoja na kweli. Lolote tulifanyalo chini ya jua inatupasa kulifanya katika uaminifu, katika kweli. Tulifanye katika ukweli, si katika uongo. Hata kama ni shambani, shamba lako lima na vuna, uza katika ukweli. Lima kwa kweli. Naposema lima kwa kweli, inawezekana utajiri watu. Kama utajiri watu, uwe mkweli, usidanganye ujira wao, usinyang'anye wala usiwapunje katika malipo yao. Fanya kweli. Inawezekana ni muuza duka, katika hiyo duka fanya hiyo kazi pamoja na kweli. Lima shamba pamoja na kweli. Nikisema kweli, ujue na mtaja Yesu, neno lake. Kweli ni ya Mungu. Mungu ndio mkweli daima milele, na akikaa ndani yetu Yesu tunakuwa wa kweli daima kwa msaada wake. Kwa hiyo Yesu ndio kweli ya Mungu. Na hivyo basi manake hiyo kweli ya Yesu iwe ndani yetu. Unapofanya biashara usiwe na mzani wa uongo, uwe na ukweli. Unapohubiri injili, ubiri injili ya kweli. Mtumishi wa Mungu anatakiwa kuhubiri kwa uaminifu, awe mtumishi mwaminifu, sio mtumishi wa uongo. Na watumishi wa uongo wengi wameenea. Wapo wa uongo wapo, lakini wa kweli pia wapo wengi. Wa kweli ambao ni wa Yesu wapo tu wengi, lakini humo wamejichomeka walio wazushi, wadanganyaji, kama Biblia inavyosema yenyewe. Bwana Yesu akusaidia, nisaidia, tusaidie kutenda kazi pamoja na kweli, kweli ya Mungu. Tuitende kazi pamoja na kweli ya Mungu. Tusitende kazi pamoja na uongo. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili 4:2, anasema maana tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Anasema tena mambo ya hila. Anasema kwa sababu hatuifanyi kazi ya Mungu na uongo. Hatulichanganyi neno la Mungu na uongo. Wakorinto wa pili 4:2. Korinto wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Anasema hatulichanganyi neno la Mungu na uongo. Anasema kuitenda kazi yake pamoja na kweli. Tuitende kazi ya Mungu katika ukweli. Ofisini kwako, kaa katika ofisi hiyo katika ukweli. Uwe mkweli na uhubiri kweli ya Yesu hapo kwa wafanyakazi wenzako, hata kama ni waongo, wazushi, waonevu, basi wewe yakupasa kuifanya katika ukweli. Ifanye katika kweli, usifanye katika uongo, katika uzushi. Simama kwenye kweli ya Mungu katika hiyo ofisi, katika hilo shirika, katika hiyo biashara, katika huduma, katika huduma ya neno la Mungu. Simama kwenye uaminifu na kweli. Haleluya. Mstari wa 11, mpenzi usiuige ubaya, bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu. Tusiige ubaya. Usikubali kuiga ubaya, iga wema. Tusitafute ubaya, tafuta wema. Tusiuangalie ubaya, bali tukemee uondoke, wema uje, ukweli uje. Tukemee uongo, ukweli uje. Alafu tusimamishe ukweli. Tuikemee ile nguvu ya udanganyifu na upotoshaji. Tuisimamishe kweli ya Bwana. Tuwatenda kazi pamoja na kweli. Tusiuige ubaya, bali tuige wema. Anasema anayetenda mabaya hakumuona Mungu. Hana Mungu ndani yake. Atendaye mema ana Mungu, sababu Mungu ni mwema na utenda mema. Aliye ndani yetu Yesu Kristo haturuhusu tutende mabaya.
Akiwa ndani yetu tutatenda mema. Ongozwa na Roho wake, uyawaze mema na uyatende mema. Uyaone mema na uyachukue mema. Unapoona mabaya uyakemee na kuyaacha. Sisi ni wema, tumeumbwa kwa wema wala si kwa ubaya, na Mungu anatuwazia mema. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Anatuwazia mema wala tuwazii mabaya. Basi tenda kazi ya Mungu pamoja na kweli ya Mungu. Hata kupika kwako, hata kusoma kwako, hata maisha yako yote, kila kitu unachokifanya basi kikaonekane katika kweli wala si katika uongo. Tukakifanye katika ukweli, katika ukweli. Kila jambo tutendalo litende katika kweli. Kumsaidia mtu, msaidie katika moyo wa kweli, katika roho na kweli. Kama unamwabudu Mungu, mwabudu katika roho na kweli, katika moyo. Mwabudu kweli, moyoni kweli kweli. Ni mkweli, usikubali kuonekana muongo. Watu wengi wamekuwa waongo. Uongo ni wa Shetani, na Shetani ni baba wa uongo. Kata uongo, kata ubaya. Tusiige ubaya, tuige wema. Tuwatendee watu pamoja na kweli. Kila unalomtendea mtu, mtendee pamoja na kweli ndani yake. Usitende pamoja na uovu. Bwana ayabariki maisha yako na kukuangazia nuru ya uso wake. Na nguvu zake ziwe pamoja nawe kila wakati na kila saa. Bwana Yesu, asante. Fadhili zako na rehema zako zikaendelee kumiliki na kutawala. Utukufu wote ni wako, Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu tele na uweza tele. Asante. Roho wako Mtakatifu amjaze mtu huyu, atujaze roho ya ukweli, roho ya uaminifu, roho ya uaminifu ikachipuke ndani yetu Baba, ikachipuke, ikastawi ndani yetu. Uaminifu na kweli ikadumu nasi, ikadumu na mtoto wako huyu asikiaye, aangaliaye. Mjaze hiyo kweli, uaminifu na neema, katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana wa utukufu na Mungu wa milele. Ninaomba tushibishe na kweli yako na uaminifu, tutembee katika mapenzi yako tu, tuyatende mapenzi yako daima, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu akubariki. Karibu sana wakati mwingine, na nikuombe kumbuka kusubscribe kwenye YouTube ya kwangu inayopatikana kwa jina la Eli Mlinzi Mbise. Share pamoja na wengine. Kwa utukufu wa Bwana Yesu utakuwa umetenda kazi ya Yesu. Kumbuka kuendelea kushiriki nasi kwa maombi na kwa muungano wa kwenda kuhubiri Injili kule tutaka kwenda vijiji kwa vijiji. Karibu sana na Bwana akubariki. Neema Yesu iwe pamoja nawe. Namba za simu utaziona hapo chini kwenye simu pia, na Mungu akupe neema na fadhili. Amen.